Naamini ipo siku Mungu ataonekania kwamba wamjue Mungu wa kweli ni nani na Mungu wa haki. Kwa sababu mimi naona kabisa mtu anayemkataa Yesu au anayekaa kinyume na Yesu, nimegundua kitu kwamba yani anakataa maisha yake, yani naona anapotea kabisa, kwa sababu nimemjua huyu Mungu. Yani ukimfuata huyu Mungu na kweli kabisa, yani ukimfuata huyu Mungu, yani hautopata huzuni hapa duniani hadi kesho mbinguni. Mungu anisaidia katika hayo mapito yangu mpaka leo hii mimi nimefika hivi. Ni neema tu ya Bwana na upendo tu wa Mungu. Basi asingekuwa Mungu, maisha yangu mimi leo na mwanangu sijui angekuwa wapi. Ni neema tu ya Mungu. Okay, ni neema ya Mungu, na muda huu bado naendelea kuishi katika uso wa dunia kwa sababu ulikuwa umeshajikatia tamaa kwamba hapa yawezekana ikawa mwisho wa kuweza kuvuta pumzi hapa duniani, na pengine huko ambako ungeenda sasa sijui ungeangukia kwenye mikono ipi, kama ni salama au vipi, kwa sababu unaweza ukapata mateso hapa duniani na baadaye ukaja kupata mateso huko uendako ambako sisi hatupajui. Lakini ukisoma kile kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 inasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kuwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Ukishaokoka, Yesu anachokifanya anatengeneza maisha mapya ndani yako. Kila kusudi baya alianzi kwako linaanzia kwake. Sasa pengine utusikilizishe tena kwa awamu nyingine. Baada ya maisha yako sasa rasmi, muda ambapo una uwezo wa kujisimamia, ukaona kwamba hiki nakiweza katika yeye anitiaye nguvu ambaye ni Yesu Kristo, muda huu maisha yako rasmi ambao unayaona kwa huko mbele, unatarajia nini? Ninachotarajia mbele kwamba napenda sana nije nimtumikie Mungu. Yani kwa kumsifu Mungu, yani napenda nije nimsifu kwa matendo yake makuu aliyonifanyia katika maisha yangu. Maana yani nikikaga yani hata siamini. Kusema kwa kweli siamini kabisa. Napenda nije nimsifu Mungu, nimtumikie Mungu kwa kumsifu. Sababu kwa matendo yake aliyonifanyia mimi ni makubwa. Yani siwezi hata kuyataja yote, kwa sababu matendo yake ni makubwa sana aliyonipigania mimi. Kwa sababu adui zangu kabisa walitaka kunimaliza kabisa, lakini Mungu wa Nazareti, Mungu huyu akaniona, akaja kunitetea, akacha kiti chake akaja kunitetea mimi. Kule stendi naikumbuka hiyo siku alikuja mimi. Mpaka leo naombeaga watu, mimi naishi na mwanangu kwa neema tu ya Mungu. Maana asingekuwa huyu Mungu, mimi leo hii nisingekuwa naishi katika hii dunia. Lakini na huruma zake na upendo wake, ndio maana mimi mpaka leo naishi na furahi kama wanadamu wengine. Lakini nilikuwa sionekani katika kundi la wanadamu, na mimi ni mwanadamu. Nilikuwa sionekani, lakini ni Yesu peke yake ndio alionitengeneza mpaka leo hii naonekana katika watu, na mimi nipo katika hilo kundi. Namshukuru sana Mungu wa Nazareti. Namshukuru sana huyu Mungu aliyenitetea mpaka leo hii naishi. Mpaka leo hii napumua. Lakini asingekuwa yeye, basi maisha yangu leo sijui ningekuwa tu alikuwa gepo. Mtu fulani hayupo sasa hivi. Lakini ni neema tu Mungu ndiye ananitetea mpaka leo. Sasa kwa mfano muda huu ambapo tayari umeshamkiri Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, unajua misingi sahihi ambayo Yesu ili aweze kuwa ndani ya mtu anapaswa akae katika utakaso wa namna gani, mtu anapaswa aishi katika matendo yapi. Muda wako atokea yule mwanamume wako yule ambaye alikwambia sikutaki na sihitaji nikuone, yule ambaye pengine ndo baba wa mtoto huyo, unaweza kumpa nafasi ya kuendelea kukaa naye kwa mara nyingine, au unasemaje hapo? Hapana. Kuweza kumsamehe, labda aokoke amjue Kristo, labda ndio naweza nikamrudisha, lakini kwa hivi hapana. Yani siwezi kabisa. Labda akiokoka akimjua Kristo ndio labda kidogo naweza nikamsamehe, nimeshamsamehe, labda ndio naweza nikarudiana naye, lakini kwa hivi siwezi. Okay. Sawa, wewe ni binti. Katika maisha haya yote ambayo umeyapitia, changamoto za hapa na pale, mpaka mdao ambapo unaona kwamba Yesu ndiye njia yako iliyokuu ya kuongoza katika maisha yako hapa duniani, mabinti ambao kwa muda huu wapo wanapitia kwenye changamoto kama hii ambao unaieleza muda huu, unaweza kuambia neno gani ambalo linaweza likawajenga katika misingi ya kumuona Kristo Yesu kama njia ya kuwaimarisha zaidi katika maisha yao? Yani mimi tu naambia kwamba wasife moyo, wasije wakakata tamaa. Yani wamtegemee Mungu tu, Mungu atawasaidia. Kikubwa asikate tamaa, wasione kama Mungu amewaacha. Mungu yupo na anaona mapito tunayopitia. Kikubwa tu tuwe na imani na yeye. Mungu anaweza
na Mungu ni mwema. Hakuna linalomshinda Mungu, hata liwe gumu la aje. Ningekuwa kwamba Mungu anashindwa, ya kwangu angeashindwa, lakini Mungu alinisaidia. Mungu aliniokoa. Mungu aliniona. Katika watu niliokuwa nimeachwa na mimi hapa. Sababu ndugu zangu waliniacha, alafu yani hata jamii ilikuwa inaniona yani niko tofauti na watu wengine. Sababu nilikuwa ni tofauti. Lakini asingekuwa huyu Kristo, yani basi maisha yangu leo sijui yangekuwa wapi. Ndio maana nitazidi kusema wasikate tu tamaa. Kikubwa akae katika misingi yani ya imani, wamjue kwamba Mungu yupo. Hata katika mapito wanayopitia, waelewe kwamba Mungu yupo na atakuja kuwasaidia tu. Kikubwa asikate tamaa.